Sasa nisikilize Mwarabu bwana. Mwarabu, unajua mimi nimekuja kwako hapa ili tupate kuongea. Kule kila kitu tayari nimeshaweka sawa. Kwa hiyo bwana, hebu tukae bwana, tuongee maneno mawili matatu. Hatuwezi kusimama hivi muda mrefu bwana. Basi sawa bwana Kipala bwana, tukae basi tuongee vizuri. Maana ni mwenyewe nimekaa nikasemaje, huyu Kipala mbona mpaka sasa sijamuona leo, na ameniambia atakuja nyumbani lakini hajaja. Basi nikawa na mawazo kweli jamani, lakini bahati nzuri umekuja Kipala. Basi tukae tuongee vizuri. Lete sasa maneno bwana Kipala bwana. Mimi mwenyewe nimekaa nikasema huyo Kipala vipi, lakini nadhani sasa hivi mambo yatakuwa vizuri. Na mimi nikawa sina wasiwasi wowote, nikajua kabisa bwana Kipala utakuwa umeenda kule kufanya mambo mazuri ili kila kitu kiende sawa. Si unajua tena mambo yanaenda muda mrefu na siku zinasogea, unajua Kipala, unajua. Na mimi najua kabisa unakuja kabisa hapa, utakuja mambo mazuri ujue. Sasa vipi uko ulipokwenda, mambo yametiki zeni au ndo mambo ovyo jamani? Lakini mimi naomba mambo yawe mazuri unijue Kipala wewe. Yaani mimi nimekanika na kufikiria hata jana kwenye sijalala, unajua. Mpaka leo hivi ulivyokuja basi mimi nimeona afadhali. Yaani hakuna shida yoyote yani, wala usiwe na shaka Mwarabu. Mimi bwana nimeweka kila kitu kipopoa bwana. Nimefika mpaka pale nikaonana na mjomba wangu mwaga maji pale. Nikamwambia bwana mjomba, sikiliza bwana. Mimi nina rafiki yangu anaitwa Mwarabu. Na huyu Mwarabu anataka mke wa kuoa. Kwa hiyo mjomba wako huyu mjomba wetu huyu inabidi ndio muozeshe yani mtoto wake yeye yani. Akaniambia sikiliza, akaniambia bwana wewe hakuna shida yoyote, mimi nitaongea naye. Kwa hiyo wewe nenda zako da, alafu mimi nitakupigia simu. Kwa hiyo bwana nimekuja kukupa taarifa, wala usione kimya bwana. Mambo yatakuwa fresh kabisa. Na hivi kwenye nategemea atanipigia simu. Akinipigia simu maana yake atakuja kwangu. Akisha kuja kwangu tu mimi nitakwambia wewe sasa bwana njoo nyumbani pale tuje kuongea. Umenielewa vizuri bwana Mwarabu bwana? Da, yani nimependa kweli taarifa hiyo, yani taarifa nzuri kweli kweli yani. Ndio maana mimi bwana Kipala wewe rafiki yetu yani napenda udumu kweli kweli. Basi sawa, bila kutegemea wewe basi atakapokuja basi wewe nijulishe vizuri. Ili kama muda wowote ule atakapakija saa 7 saa 8 saa 9 ya usiku bwana mimi nitakuja huko kwako bwana. Sawa bwana Kipala bwana. Tuko pamoja kabisa, wala usijali. Hata usijali bwana, hata usijali. Unasikia Mwarabu, wala usijali bwana. Atakapokuja tu basi mimi nitakurekebisha. Yani nitakuja kwako moja, haina haja kuja kwako, mimi nitakupigia simu uje. Sawa bwana. Yule mtoto ni wa kwako yani, mke utapata. Wala nini Mwajuma bwana, mniambie bwana na shida gani? Naona umemtuma mtoto nini aje kuniita sasa. Nimekuja mpenzi wangu, niambie. Nani amezingua? Niambie sasa hivi naenda kumharibia. Ni sinajua tena mimi mza karibu. Niambie mpenzi wangu Mwajuma Migoko, mimi nakukubali kichizi. Najua kijijini hapa hakuna mtoto mzuri kama wewe. Kwanza kijana mimi na wewe wenyewe wanaumia yani. Niambie mpenzi, manako umenipa wasiwasi kweli, ndio maana nikaja first yani. Ni kwa zangu sehemu fulani hivi nafanya mazingira hapa na hapana, nataka nirekodi ngoma yangu nini, nikaona ngoja nije, manake na mpango kwenda zangu da nini nikarekodi midundo si unajua tena. Lakini nikasema lazima Mwajuma nije hapa kwanza kwako. Sijui nakukubali sana Mwajuma Migoko. Umesikia Kitofe? Mimi nimekuita mpenzi wangu. Unajua sasa hivi baba eti anataka niozeshe. Kuna mtu sijui uko da huko ametuma barua, sijui amemtuma nani mjomba aje eti anataka mimi niolewe na wao mtu, hata simjui. Mimi nikamwambiaje, mimi na mpenzi wangu anaitwa Kitufe, japokuwa baba umjui, lakini mimi ndio huyo mpenzi wangu. Kwa hiyo akanifokea kweli yani, hadi alinipiga, nililia wewe. Unajua nini? Na ndio maana nikakuita hapa. Baba hayupo, ameenda huko da kuongea na mjomba na kuonana na huyo mtu anataka kuoa, sijui anataka kunioa lini. Kwa nikasema ngoja nije kwako Kitufe, nikamtuma mtoto ili uje hapa ili tupate kuongea kwanza. Hata sielewi mwenzako. Wewe sekani kitu kama hiko hata kidogo yani, haiwezekani kabisa. Sikiliza Mwajuma nikwambie, yani mimi ndo chibaba na ndo chimama wangu, hakuna kukubali. Hata kama mzee wako anasema nini hakuna kukubali. Kama vipi tutoroke tukimbie zetu, shanielewa vizuri. Haina haja kukaa hapa kijijini, shanielewa. Kwanza mtoto mzuri afu ukaolewa huko katumina kukubali na kupenda. Mimi mwenyewe nataka nikuoe vile yani, cha msingi sasa wewe hivyo vukatanja hivyo mikazo mikali au unasemaje Mwajuma? Jamani, mimi ndo maana
nikakuita wewe hapa, mimi nitatoroka wapi? Yani juu yako mimi sina hata ujanja. Wewe kokote ukitaka, kama vipi, kama nataka tutoroke tu, lakini huyu baba mimi hata sitaki kuolewa na mtu mwingine. Mimi nakupenda wewe Kitufe, yani Kitufe wangu, wewe tumetoka mbali tangu enzi zile za utoto. Leo nije kuolewa na jitu silijui, hata sikubali. Kitufe, sikiliza mpenzi wangu, kama vipi tutoroke kweli bwana, haina haja kukaa hapa mpaka baba aje nikute. Tuondoke zetu huko da, tukafanya mazingira mengine, tukaishi huko kama vipi. Mimi niko tayari mwenzako, hata sasa hivi ukisema tuondoke tunaondoka, lakini kuolewa na mtu mwingine, na mimi nakupenda wewe, hata sitaki. Maisha hiyo, yani maisha, sikia, maisha hiyo. Cha msingi sasa wewe ndio vidogo vyako, kwa vipi tutembee. Mimi kule kuna wanangu kibao, kuna zetu mwana nyamala pale, tutatulia pale, mazingira yataenda, afu utaona kama baba yako atakuona. Acha ujinga wake, yani mtoto mzuri wako kaozesha kwa mtu mwingine, wewe ujinga, hata kama mimi sina kitu. Sikiliza Majuma Migeko, mimi nakukubali, afu nakukubali tena, yani ushanielewa? Utaniambia kitu gani? Yani mtu yote nyao yoyote atakayesogea mbele yako, yani mimi namkata shingo. Mimi juu yako wewe, akaozesha baba yako, haiwezekani. Tutembee bwanangu, tuondoke zetu, afu tutajua huko na sisi tukafika, tutajua huko kwa baba yako akikuona yeye mchapa, atajamunya cha kufanya. Yani mjinga kweli ya mzee wako, yani natukana, lakini ndo kanikasirisha. Nafanyaje sasa? Kama hapa magari hamna nini? Mbona tangu asubuhi nimekaa hakuna hata gari moja inaopita hapa? Yani nimekuwa nachelewa kweli, yani kuliko siku zote. Yani kuna nini tena huko, au foleni kubwa leo? Lakini ngoja nitakaa hapa, nitasubiria hapa. Yani kikubwa kuvuta subira, itatokea, kitokea tu fasta, sina haraka sana. Nini kikubwa, napokwenda napajua, basi hakuna noma kabisa. Yani ngoja nisikilizie hapa muda wote, kwa sababu hili jambo nalikwenda kule kwa ajili ya jambo la heri, basi lazima mambo yatakamilika. Nafikiri kule mjomba atakuwa ananisubiri sana, ni mjomba Kibala atakuwa ananisubiri kwa hamu sana na huyo mtu wake. Yani nitakamilisha jambo, nitafurahi kweli yani. Lakini ngoja sikilizia kule dadeki. Yani leo hakuna hata mteja hata mmoja. Hivi ni kweli kabisa? Yani mbona anakuwa kama utani hivi? Yani leo sijauza kitu hata kimoja leo. Tangia asubuhi alipokuja yule mteja mmoja, ndo niliuza hapa pipi, nikauza na maharage nusu. Lakini mpaka sasa hivi hajakuja mtu hata mmoja. Hii mbona kama kizunguzungu. Anaonekana yule nani jirani yangu yule pale, sije kana anifanyia kitu kibaya hapa ili nikose wateja. Maana ilikuwa sio kawaida hivi. Mimi niko napata wateja wewe. Napata wateja wa kutosha. Lakini naona jirani yangu mzee huyu anaonekana kama ananichezea vile. Lakini ngoja kwanza, maana ngoja nisubirie kwanza hapa. Lakini leo mbona hali kama inakuwa mbaya hivi? Hem, ngoja kwa nisikilize. Kama vipi nitampa makavu yake? Haiwezekani mimi nimwache hivi. Yani auze, wateja wangu wanaenda kwake, mimi kwangu ananipita hivi. Inawezekana kama kuna kitu kanifanya huyu. Na maana huyu anijui kama kibosho wake vipo bora kama roga peke yako, roga kule la kuangalia na kurubu sema wake bwana roga peke yako, au tayari kaishadada lile roga peke yako lile mwanangu. Maisha yetu haya kwa nayo bora wewe, tata hivi na mambo mazuri lile, hata roga peke yako lile, yani roga peke yako na mtu mwingine roga peke yako kama bedata mwanangu. Hii angalia kwanza bwana, chekesha wewe. Acha tu bwana, wewe acha tu mwanangu mlevi. Nisikize ngombe. Yaani tangia asubuhi la kwambia nimeuza pipi moja na malage. Yaani unaonekana kama huyu jirani yangu mzee kama anafanya kitu kibaya ujue. Hayo bwana, hayo bwana kibavu wewe. Sikiliza, tabia biashara kwa baya, sikiliza kwa nzuri. Bora kwa gabaya usemaje kwa po. Bora kwa gazuru usemaje kwa po. Biashara nzuri la ogu. Usemaje? Leo umekuwa baya na kupiga kelele. Sikiliza kwa mimi kuja hapa kwa sababu leo nataka kukeshe lako keshi, tusidaiane. Umeelewa bwana? Sasa wewe hapo ndo umefanya kitu kizuri kweli yani. Yani wewe ndo umekuja kuniokoa yani. Haina noma. Yani mjue hapo siku hizi wewe naona kama
mambo yako yanaenda vizuri kweli, yani mlevi. Naona kama umepata sehemu, umepata chaka zuri. Unaonekana kama sasa hivi mambo yako yako vizuri sana. Yani uhangaiki. Yani unaweza ukakopa hivi, alafu ukaja ukalipa. Ila sasa hivi sioni kama ukikopa sana Nadhani deni ni la miezi ile miwili iliyopita nyuma. Lakini wewe bwana ukikopa sasa hivi unaonekana unalipa mara kwa mara. Yani una shida gani wewe? Kwani kuna issue gani unafanya ndugu yangu? Mtu ambizane bwana. Naona sasa mambo yako sio vibaya. Yani mambo yako yameenda vizuri. Kule longo tunasema mambo tikenye. Kwanza ubea tu umekuwa hapa, acha ubea wako. Wewe unataka mimi kuipea yako, acha watu kujua ile bila pata hapo hela. Ubea unaangalia kwanza. Sikiliza kwa mimi, ile yako hiyo hapo unidai tena. Sawa, nilikuwa na shida za kujua bila pata hela wapi. Shida chimba shili. La chimba kwako hapo chini utakutana na hela kibao mjinga. Uliponya bage ngumu lolote hilo na kujua mambo ya watu shamba kweli.